Yes. Habari za wakati huu wa Tanzania. Kwa majina naitwa Captain Tesha, afisa kutoka Jeshi la Wananchi wa Tanzania katika kikosi cha Saki, kwa maana kwamba ni shule ya anga ya kijeshi. Awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu, muumba mbingu na nchi, kwa kunipa uhai na afya mpaka muda huu ambapo nazungumza nanyi wa Tanzania wenzangu. Nikiwa na maumivu makubwa sana moyoni juu ya haya yanaendelea katika nchi yetu. Nimejaribu kutafakari sana mpaka muda mwingine kufikia kumshirikisha Mungu kwamba nikiwa naiona hatari kubwa sana ambayo ipo mbele yetu kama taifa. Haikuwa rahisi hata kidogo kwangu mpaka leo hii Watanzania kuniona nikiwa mbele yenu naongea haya mambo. Haikuwa rahisi kwa sababu nazijua taratibu zetu za kijeshi jinsi zilivyokuwa ngumu, hasa kwa mambo kama haya. Haikuwa rahisi hata kidogo kutafakari mpaka kuamua kufanya hiki. Kwa maana hiyo sasa, nikiwa naifahamu hatari hiyo iliyopo mbele yangu juu ya hichi ninachokifanya kwenye utaratibu wetu, desturi zetu, pia katika mambo mengine, sitojali hizo hatari kwa namna yoyote. Sitomuogopa mtu yoyote, ila heshima kwa wakuu wangu itabaki pale pale. Hivyo basi nimeweza kuandika barua kwenda kwa wakuu wangu wa kazi, kwa maana kwamba CDF na wengine, kuwaeleza kwamba siridhishwi kabisa kwa yanayoendelea nchini, na naiona hatari kubwa sana katika taifa letu. Hivyo basi ni vema kama jeshi kuchukua hatua haraka sana kabla hatujachelewa, kwa kuwa imani pekee iliyobaki kwa Tanzania ni jeshi lao. Japo muda mwingine wanasiasa wanajaribu kuliingiza jeshi letu kwenye mambo ya siasa, kulitumia ili uweze kufanikisha mambo yao, lakini tumebaki kuwa imara na bado tunaendelea kuaminika na Watanzania. Hivyo basi, kwa kuona hilo na kuona hali ambayo ipo kwa sasa, sehemu pekee na imani pekee ya Watanzania ni kwenye jeshi lao. Hivyo nashauri jeshi letu liweze kuchukua nchi haraka sana na kuweza kuweka mambo sawa kuliko kuendelea kulazimisha kwenda mbele, hasa katika hili swala la uchaguzi. Baada ya kufanya hivyo, liweze kuwasikiliza wananchi kwenye taarifa, kwa maana kwamba taarifa mbalimbali kutoka kwa wananchi ziweze kuwasikiliza na maoni yao. Wanasiasa wazalendo waweze kusikilizwa nao, wenye uchungu na taifa hili. Wapo wanajulikana, mfano kuna huyu mzee wetu mzuri kabisa, huyu Warioba. Mzee mzuri sana huyu, na sijui kwa nini wanampuuza. Kuna huyu Humphrey Polepole, kuna mzee Butiku, kuna majaji wazuri, mfano huyu Jaji Robert Makaramba na wengine wengi. Pia viongozi wa dini, makundi haki za binadamu, viongozi wa stafu wazalendo, kwa sababu kuna viongozi wa stafu wengine sio wazalendo. Wanaharakati wazalendo wanaoisaidia taifa kwa kuibua mambo mbalimbali, mfano mambo ya ufisadi, matumizi mabaya na madaraka, na kuibua mambo mengine ambayo yanaisaidia jamii kwa namna moja au nyingine kuweza kutatua kero mbalimbali za kijamii. Kama sasa tukipuuzia hili, basi tusije kuepuka lawama pindi mambo yatapokuwa mabaya. Yaani tusije kuepuka lawama kabisa kama tukipuuzia kufanya hivyo. Sasa nilikuwa naomba, kabla hatujaendelea mbele zaidi, nilikuwa naomba kuna jambo moja tujaribu kuliangalia hapa. I think inaweza kutupa mwanga mzuri kwa mambo mengine ambayo nitakayoelezea hapo mbele. Kuna kitu kimoja kinaitwa deep state. Deep state. Nitaenda direct. Deep state ni kundi la watu wenye ushawishi mkubwa ndani ya serikali au taasisi za dola, ambazo wanafanya maamuzi za kushinikiza sera kwa siri bila kushirikisha au kutegemea ridhaa ya umma au viongozi walio madarakani kihalali. Mara nyingi kundi hili linaaminika kuwa linaendelea kushika madaraka hata serikali inavyobadili kupitia uchaguzi wa kidemokrasia. In short, ni serikali ndani ya serikali, au kwa jina lingine unaweza kuita remote controller.
Ni serikali ambayo inafanya kazi nyuma ya pazia, na mara nyingi wanatumia ushawishi wa taasisi kama zifuatazo: jeshi, idara ya usalama, polisi, mahakama, wakurugenzi, ma-CEO wa mabenki na taasisi za fedha, viongozi wakubwa wa kibiashara na matajiri wakubwa, media, mfano TV, redio na magazeti, wasanii na watu mashuhuri, na muda mwingine wanaweza kutumika bila hata wao wenyewe kujijua kama wanatumika na hao deep state. Sifa kuu za deep state hapa nitazielezea, zipo 4. Ya kwanza, hufanya kazi kwa siri au covert operation, na wanafanya kazi hivyo ili wasiweze kugundulika, kwa sababu wakigundulika inaweza kidogo ikawapa shida. Namba 2, hawajibiki moja kwa moja kwa wananchi. Mara nyingi wanawatumia wanasiasa ambao wako upande wao. Kuna wanasiasa ambao wapo upande wa deep state, kwa hao ndio wanatumika moja kwa moja kufanya mambo yao serikalini. Hutumia taarifa za siri, propaganda au vitisho kudhibiti hali. Pindi mambo yao yanapoanza kujulikana na wananchi, mara nyingi wanatumia vitisho kwa kutumia vyombo vya ulinzi na usalama, au wanaweza kutumia media na baadhi ya watu. Nashangaa tu influencer from nowhere, mtu anaanza kumtukana mwenzake bila sababu. Na wanaweza kumpinga au kumuondoa kiongozi aliyechaguliwa kama hawakubaliani naye. Mfano, wananchi labda wamemchagua kiongozi fulani ambao wao wamempenda, wameona kabisa huyu kiongozi ataenda kutusaidia kutukomboa katika nchi yetu au katika jamii yetu. Sasa kama huyo kiongozi ataenda tofauti na matakwa ya hao deep state, watafanya kila hila aidha kumuondoa kwenye madaraka yake au kumdhuru afya yake, ikiwezekana kabisa kumuua. Sasa zifuatazo ni dalili ambazo zinaweza kuonyesha kwamba katika nchi yako kuna deep state. Namba 1, maamuzi makubwa yanafanyika nyuma ya pazia. Sera muhimu zinapangwa na watu wachache wasiochaguliwa na umma, ambazo hazina maslahi kwa umma na mara nyingi zinakuwa zinawakandamiza wananchi. Namba 2, idara za usalama zinakuwa na nguvu zaidi ya kawaida. Vyombo vya ujasusi, mfano polisi, usalama, vinaonekana kutenda mambo kinyume na sheria au kibali kutoka serikalini au bunge, kwa sababu muda mwingine wanapokea amri kutoka huko kwenye deep state. Namba 3, ukosefu wa uwajibikaji. Unaweza kukuta kuna hali ya rushwa au kuna rushwa ambayo imefanyika katika taasisi fulani, na unashangaa tu from nowhere watu hawachukuliwi hatua, wanaekeana kinga. Na inaonekana kabisa watu wamefanya hizo hujuma za rushwa. Hakuna uwajibikaji, unaachwa. Namba 4, kampeni za habari na propaganda. Hutumia media, mfano magazeti, TV, radio na mitandao kwa ajili ya kutengeneza propaganda pindi unapoona taarifa zao au siri zao zinajulikana. Hutengeneza namna ya kuweza kuficha huo ukweli. Maslahi ya namba 5, maslahi ya kiuchumi na kiusalama. Watu wachache sana, mfano wafanyabiashara wakubwa, familia za kitajiri na taasisi za fedha, wanashirikiana moja kwa moja na maafisa wa usalama au jeshi. Yaani wanakuwa kitu kimoja, wanatengeneza bondi. Na pia mikopo au tenda au mikataba ya kitaifa ambayo ina faida, wanapeana wao kwa wao. Wanapeana maslahi wenyewe kwa wenyewe. Si watu wazuri hao. Namba 6, kukandamizwa kwa wakosoaji au whistleblowers. Wapiga filimbi au waandishi wa habari za kichunguzi mara nyingi wanakandamizwa, ikiwezekana kuuliwa au kudhuriwa pindi wanapotoa habari zao, pindi wanapofichuliwa. Na vyombo vya habari muda mwingine vinavyofanya hivyo, mara nyingi wanachukuliwa hatua. Hivyo vyombo vya habari vinachukuliwa hatua na hao watu kwa sababu wana mkono mrefu. Si watu wazuri hao. Huendeleza maslahi hata kama ni kinyume na matakwa ya umma au sheria.
wananchi hata mkipiga kelele vipi kuhusu hali mbaya au matatizo ya nchi, wao hawajali. Yaani wanafanya mambo kwa maslahi yao, hawajali wananchi hawa watu. Hawajali kabisa. Wanafanya mambo kwa faida zao wenyewe. Sasa kwa namna hiyo mnaweza mkapata clear picture kuhusiana na hili jambo la deep state. Kwa mnaweza mkafanya comparison, mnaweza mkaangalia hali halisi na kinachotokea nchini kwetu. Je, hiko kitu kweli ni kipo? Kwa mimi ninavyoona na kwa ajili na kwa namna ambavyo nchi yetu inavyoendelea, hii jambo lipo. Lipo kabisa bila hata kuficha. Hakuna kuficha hapo. Hili jambo lipo na linaongozwa na CCM mtandao, wanajiita mtandao hapo. Wapo chini ya Kikwete, Rostam Azizi, wakina marehemu Bernard Membe, Mungu lazima roho yake mahali pema peponi. Hawa watu ndio wanasababisha Tanzania isiendelee, wanarudisha nyuma nchi yetu. Na vile vile waliweza walimhujumu sana Dr. marehemu John Pombe Joseph Magufuli. Yeye mwenyewe alisema kuna watu wanamhujumu na Kikwete mmoja wapo. Alisema Magufuli bila ubishi. Hawa watu wa Tanzania wanatakiwa mwajue kwamba hawa watu hawana nia njema ya taifa hili. Hawana nia njema kabisa. Hawa ndio wanasababisha maendeleo yasipatikane kwenye taifa letu na usalama usipatikane kwenye taifa letu. Pindi nchi inapotaka kujikwamua iende sehemu moja kwenda sehemu nyingine, hawa wanatengeneza vipingamizi. Wanazuia. Kwa manufaa yao binafsi. Ikitokea mikataba ambayo ina manufaa kwa nchi, wao wanaingilia kati, wanaichukua wao na wanajinufaisha wao. Wananchi msitegemee kuendelea hapo. Mtapata shida. Nashangaa tu changamoto haziishi hospitalini, dawa za wagonjwa. Ni kweli nchi yetu mpaka ilipofikia mpaka leo hii tunahangaika na dawa za wagonjwa kweli? Hii haileti picha nzuri kwa kweli. Yaani baada ya kwenda mbele kama taifa tunarudi nyuma. Na hawa watu sio kwa kuvumilia. Kikwete sio mtu wa kuvumilia kabisa. Na tusione haya kueleza ukweli. Tusione haya kueleza ukweli katika jambo hili. Hawa watu sio wazuri. Na kwa mujibu wa Humphrey Polepole aliweza kuelezea vizuri hili jambo. Kwamba hawa watu walikuwepo tangu kipindi cha Mwalimu Nyerere. Na waliweza kutaka kujaribu kurubuni uchaguzi wa mwaka 1995. Walitaka waingie wao kwenye huo uchaguzi. Mnaweza mkaona sasa namna hawa watu waliokuwa ni watu hatari. Hawa watu hawakubaliki na tusikubali kama taifa. Tusikubali kwa ruhusu hao, kwa sababu hawa watu wakiendelea kuwepo, wakiendelea kushika hizi nyazi, tusitegemee kupata maendeleo. Tusitegemee kabisa. Na tuambiane ukweli wa Tanzania. Na ukweli siku zote tukiambiana ukweli, ukweli unaponya taifa. Kwa kila mtu akikaa kimya, kuogopa sijui haitosaidia. Tutazidi kurudi nyuma hata mfanye kazi vipi my friend. Mtaletewa makodi ya ajabu, mtaletewa hiki, hata faida yenyewe kwenye biashara yako hutaiona. Na ndivyo kinachoendelea hata sasa hivi. Mnajionea wenyewe. Kwa hiyo hawa watu CCM hawa mtandao sio watu wazuri. Sio watu wazuri kabisa. Wadhibitiwe. Wanalihujumu taifa. Kabisa. Wanalihujumu taifa hawa watu. Wachukuliwe hatua kali. Wadhibitiwe kabisa. Na muda mwingine wanajaribu kutafuta zile sehemu ambazo zina nguvu. Mfano kama jeshi letu. Jeshi letu still bado lipo imara sana. Lipo imara sana. Wao wenyewe wanaona hii ni sehemu pekee ambayo wanaweza wakajifichia au wakapita huko kurahisisha mambo yao. Mfano wa mambo ya uchaguzi. Wanajua kwamba wakitumia jeshi wanaweza wakapitisha mambo yao. Na hili swala sio zuri. Na mimi ningependa nimshauri afanye SIDF. Awe makini sana hawa watu. Asipokuwa makini nao tutalipoteza hili taifa. Watanzania hawatakuwa na sehemu nyingine ya kulilia. Sehemu pekee iliyobaki sasa hivi ni kwenye jeshi. Jeshi ndio sambo iko strong mpaka muda huu. Hizo sehemu nyingine, sijui mahakama, polisi, tayari Watanzania hawaziamini, na huo ndio ukweli. Tusifiche mambo hapa. Huo ndio ukweli. Tusifiche mambo. Hebu afande CDF, naomba tuangalie kitu kimoja na wenzangu. Tunaweza mkapata tafakari kidogo hapa. Tunajua katika jeshi letu kuna watu wa aina mbalimbali. Wako wengi sana. Kuna waumini wa Askofu Gwajima. Kuna watu ambao pia walikuwa wanampenda Magufuli. Kuna watu ambao pia ni waumini wa Roman Catholic. Na ambao pia wamesikitishwa sana na kupigwa kwa huyu
padri wao Father Kitime. Kuna watu pia ambao ni watu ambao wanapenda haki. Wanachukizwa tu na mambo ambayo yanaendelea nchini. Wapo kwenye jeshi letu. Wapo watu wengi wazuri wapo. Pia tuna watu ambao ni kabila la Kimasai ambao pia wameumizwa sana na swala ambalo linaendelea huko kwa ndugu zao, ikiwemo na wao wenyewe kuondolewa kwenye hii Ngorongoro na Loliondo, kufukuzwa. Wapo kwenye jeshi letu wa Masai, wapo. Wapo wengi sana. Pia kuna askari ambao ni ndugu, jamaa na marafiki na watu ambao waliotekwa na kuuawa. Wapo ambao wana ndugu au na urafiki. Wapo. Wapo wengi. Sasa hebu tutafakari kitu kimoja. Sasa kama hawa watu wapo na kwa namna moja au nyingine wameumizwa na haya ambao au wameathirika kwa namna moja ama nyingine na baadhi ya matendo ya serikali. Kwa mfano kama kupigwa kwa Father Kitime, au Katoliki ambao ni askari watajisikiaje? Kufungiwa kwa kanisa kwa la Askofu Gwajima, au waumini ambao ni askari kwenye jeshi letu watajisikiaje? Au wa Masai, maafisa na askari ambao ni wa Masai wamefukuzwa Ngorongoro huko ndugu zao, au ongezekana wao wenyewe watajisikiaje? Au askari na maafisa ambao ni wapenda haki, wanapenda tu kuona kwamba nchi inaenda katika misingi ya haki, wakiona haya yanayoendelea nchini watajisikiaje? Sasa vipi sasa ikionekana kwamba hao wanasiasa wanajaribu kulazimisha jeshi litumike kuwanufaisha wao, hasa chama tawala? Hawa watu hawa watajisikiaje? Watahisi vipi? Wakati chama tawala hicho ambacho kimeshika dola ndicho kilichowaumiza, kilicholeta machungu, kufungiwa kanisa, kufukuzwa kwa Masai Ngorongoro, wa Katoliki kwa Father Kitime kupigwa. Unadhania watajisikiaje watu? Sijui mnanielewa? Kwa hiyo tujiepushe sana Afande Sidif, na kuomba mkuu wangu, tujiepushe sana kukubali au kukubaliana na hawa wanasiasa kujaribu kuweka mambo yao kisiasa, kututumia sisi kupitisha mambo yao kisiasa, kutengeneza fia kwa Watanzania. Tusiruhusu watu wafanye hivyo. Tutaligawa jeshi. Hao wanajeshi hao waliofanywa haya yote nilioeleza, wana maumivu, tunajua wana maumivu makubwa kiasi gani. Wanajisikiaje kwa ambayo yanafanyika? Au waliotendewa ndugu zao, maaskofu zao, wanajisikiaje? Unajua wanawaza nini kwenye akili zao? Je, vipi sasa wakihisi kwamba hao wanasiasa wanataka kulitumia jeshi lao, watajisikiaje? Si wataona kama jeshi nao limewatenga, liko upande wa watu ambao sio watu wazuri? Hii ni hatari sana kwa taifa. Tusikubaliane hata mara moja. Na mimi binafsi sikubaliani nayo. Sikubali jeshi kuhusishwa na mambo ya siasa, kwa sababu ni hatari. Ni hatari kwa taifa. Tuambiane ukweli. Yaani ukweli utatusaidia sana. Na haya mambo hata alishasema baba wa taifa Mzee Warioba, alishakataza sana. Tusirihusishe jeshi kwenye mambo ya siasa. Tutaharibu nchi. Tutaleta mgawanyo mkubwa sana. Kuna maaskari na maafisa ambao wanapendezwa sana na the way huyu mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu anavyofanya hizo siasa zake, wanapendezwa nao. Huwezi kumlazimisha mtu, hiyo kitu kipo moyoni mwake. Sasa vipi sasa wakiona kwamba jeshi linahusishwa na wanasiasa wanalitumia kwenye mambo ya watu watawala ambao wamemzuru au wanaendelea kumshikilia vibaya huyo wao Tundu Lissu, watajisikiaje? Tunatengeneza bomu ambalo linaweza kuja kutulipukia baadaye tukashindwa kulidhibiti. Tujiepushe sana na haya mambo. Sio mambo mazuri kabisa, yanahatarisha taifa letu kwa kweli. Tusiweze kuyavumilia kabisa, tuwe wawazi kuyaongea. Sasa huu ni ushauri wangu kwanza tusidanganye kwamba wananchi hawajui kinachoendelea. Hilo swali labda tulitoe kabisa akilini mwetu kwamba wananchi hawajui wananchi wanajua vizuri kinachoendelea. Tusijidanganye kwa hili. Kwanza nashauri kitu cha kwanza, jeshi lichukue nchi na kufanya mambo yafuatayo. Tuzuie uchaguzi. Afande Sidif, na kushauri zuia uchaguzi. Huu uchaguzi una mtego mkubwa sana. Umekiuka sheria, katiba ya nchi.
Na sisi pekee upande wetu ndio tunaweza kuzuia. Neki hawawezi, kwa sababu nao wanatufaika katika hili. Kwa mkuu wangu na kushauri usiingie kwenye mtego wa kuruhusu huu uchaguzi kufanyika. Na kama tukiruhusu, tutakuwa tumekosea sana Watanzania. Huu uchaguzi una makashfa mengi, kashfa za rushwa, ubabaishaji kwenye kila sehemu, ubabaishaji. Sheria zinavunjwa. Hivi tujiulize, unaingiaje kwenye uchaguzi taifa likiwa limegawanyika? Hivi hatuoni haya mambo, hatuoni au tumeziba masikio yetu kwamba taifa limegawanyika? Mkuu, tusiruhusu taifa limegawanyika. Hili swala halina kificho, linaelezeka na linaonekana. Viongozi wa dini wameshauri, mzee wa Rioba, mzee Butiku, wameshauri sana juu ya haya mambo. Lakini watawala wameendelea kuwa na viburi, hawataki kuwasikiliza. Japo hawa wanashauri vitu vya msingi, hawataki kuwasikiliza. Maana yake nini? Kipi kinafichwa mpaka kulazimisha uchaguzi? Kipi kipo Ikulu ambacho kinalazimisha uchaguzi kufanyika? Mnaficha makosa yenu, hamtaki makosa yenu watu wengine wakichukua nchi makosa yenu yasijulikane. Kwa hili hamtoki. Hivi tunaingiaje kwenye uchaguzi ukiwa na kashfa kubwa nzito, wizi wa kula? Na kwa nini kauli nzito kama Mheshimiwa Polepole, ambapo NIDA amesema kwamba NIDA na NEC na sisi zimeunganishwa pamoja mfumo? Hii kauli haiwezi kupuuziwa. Hatuwezi kuacha ipite hivi hivi hata kidogo. Uchaguzi usimamishwe ili swala lichunguzwe. Na pia inanipa mashaka na nashangaa tangu hii kauli itolewe, sijui kama kuna hatua zozote zilizochukuliwa mpaka sasa hivi. Sijui. Na hii inanipa mashaka. Na juzi kati hapa nilikuwa kijijini, kwa kwenye kijiji fulani. Kamwona kijana anapita amevaa nguo ya CCM, ameshika simu na karatasi ya majina. Nikamwita, nikamwambia hebu nione hiyo karatasi yako hiyo na majina. Kuangalia nikaona namba za NIDA, sijui majina, sehemu, mwaka wa kuzaliwa. Nikamchunguza, nikaangalia na kwenye smartphone yake nikaona mfumo kwamba anaweka jina pale. Anachagua sio amezaliwa mwaka gani, anaweka. Kile kitu kilinipa mashaka sana. Kimenipa mashaka. Na imani hata baadhi ya Watanzania mtakuwa mmeliona hivi vitu, mtakuwa mmekiona. Sasa mimi nimejishuhudia kwa macho yangu. Sasa hii sio, haileti picha nzuri na ni hatari katika taifa. Hatuwezi kupuuzia. Hatuwezi kuacha mambo yaende hivi hivi. Haiwezekani. Tunaendaje kwenye uchaguzi ukiwa kwenye kiongozi wa chama cha upinzani amewekwa ndani? Tena kwa ila. Sasa kama tumekubali demokrasi, kwa nini tusikubali kuishi nayo? Na uzuri wake ni ipo kwenye katiba. Demokrasi imeruhusiwa, mfumo wa vyama vingi imeruhusiwa kwenye katiba. Kwa nini tunakataa au hatutaki au tunatengeneza mazingira kutokubaliana nayo, kwenda nayo? Mtoeni huyo mtu. Hao wenye chama chao wanataka wamtoke, huyo mtu atolewe au haki itendeke. Tusifanye mambo kioleo. Tunalipoteza hili taifa. Tukiendelea kukaa kimya, hili taifa litapotea. Na mimi sipo tayari kwa hilo. Sipo tayari kabisa. Sasa tunaendaje kwenye uchaguzi tukiwa na malalamiko ya tume huru ya uchaguzi? Na hiki ndio kiburi ambacho CCM wanapata. Kwa sababu wanaona wanaweza kuimiliki hii tume huru. Mzee wa Rioba alishauri, mimi sio wa kwanza. Mzee wa Rioba alishauri watu mbalimbali wa haki za binadamu na wazalendo kweli hawa watu walishauri walishauri kwamba hii tume huru ya uchaguzi jaribu kurekebisha baadhi ya mambo. Wao hawataki, wanalazimisha tu mambo kwenda hivi hivi. Kwa nini wanalazimisha? Wanaficha nini? Kwa nini wanalazimisha? Kama chama tawala kinajiamini kimefanya maendeleo, wapi hao tume huru ya uchaguzi? Wananchi si wanaona kwamba chama hiki kimefanya maendeleo. Watakipa tu kiukula. Watakipa kula kuliko kuhangaisha haki za watu hapa. Tunamkosea Mungu. Tunamkosea Mungu, na hii ni hatari katika taifa. Haiwezi kuvumilika hata kidogo. Haya, tunaingiaje kwenye uchaguzi kwa kuna tuhuma za rushwa ndani ya chama, iko chama tawala CCM na nje? Kwa nini tunakuwa na upuuzwaji wa kufuatilia mambo ya rushwa ambazo zinaweza kuhujumu uchaguzi na kupata kiongozi ambaye hastahili? Kwa nini? Hawa watu nini? Wanaita watu wa kupambana na rushwa PPCB. Mnafanya kazi gani? Kwa nini namchunguzi? Kuna viongozi
kuna tuhuma za viongozi wa watu walitoka Chadema kwenda sio chama gani, chama cha nini cha umma. Kuna tuhuma hapo kwamba hawa watu, kuna tuhuma za rushwa, walienda huko ili kwenda kuhalalisha uchaguzi. Vipi mnazichunguza hizo tuhuma? Au mnaacha mambo yaende? Mkiacha mambo yaende, mnaharibu taifa. Nawaambia mnaharibu taifa. Hili taifa mnaliharibu mkiacha mambo, msipotimiza majukumu yenu. Mnaliharibu taifa. Na hili alikubaliki. Na sijui mnalipeleka wapi hili taifa. Hili swala lichunguzwe. Hizi tuhuma haziwezi kaacha zipite hivi hivi tu. Alafu mnalazimisha uchaguzi ufanyike. Hakuna uchaguzi hapa mpaka hizi tuhuma zichunguzwe, julikane ukweli. Yani from nowhere Chauma, watu ambao walikuwa wana nini? Wanalisha nini? Wanalisha ubwabwa. Eti ghafla ndio kimekuwa chama kikuu cha upinzani. Hiyo ikubaliki na ingia kilini. Hakuna uchaguzi wa namna hiyo. Mungu hajabariki hilo. Na Mungu kama angekuwa amebariki hivi vitu vingeenda tu vizuri. Sasa mnaenda kumpata kiongozi ambaye hata Mungu mwenyewe hajakubaliana naye. Hii ni hatari kwa taifa kubariki hata kidogo. Sasa tunaingiaje kwenye uchaguzi kwa kuna uonevu dhahiri wa chama cha upinzani? Kwa makusudi wanazuia kufanya hata mikutano yao. Wanafunguliwa kesi za hila na za ovyo za kuwazoofisha. Wafuasi wao wanakamatwa, wanatekwa, wengine wanauawa. Kama vile sio wa Tanzania. Hili alikubaliki. Halikubaliki hata kidogo. Kama tumekubali mfumo wa demokrasia, kwa nini tunashindwa kuishi nao? Mfumo wa demokrasia tumeukubali na tumeweka kwenye katiba. Kwa nini tunakubali kuishi? Kwa nini hatutaki kuishi nao? Kama hatutaki demokrasia hii, demokrasia mfumo wa vyama vingi, basi tuiondoe. Kuliko kufanya tu mambo kiolela, mnaua watu, mnawapiga, mnawazoofisha, sio vizuri, leti picha nzuri. Hawa ni Watanzania wenzetu. Hili swala mimi sikubaliani nayo. Hiki kitu kipo ndani ya katiba. Mfumo wa vyama vingi upo ndani ya katiba. Sasa kwa nini mnawazoofisha hawa vyama hivi vya upinzani? Kwa nini mnawazoofisha? Wengine mnawafungulia makesi. Kweli hili halikubaliki. Alafu ngoja niwape mbinu chama tawala. Ngoja niwape mbinu ambayo iko very clear. If you really want to destroy or defeat the opposition party, the only thing is to derive development that will directly impact the life of citizen. Hii ndo the only way ya kuweza kudestroy chama cha upinzani. Pelekeni maendeleo kwa Watanzania. Pelekeni maji, pelekeni maendeleo yale ambao ni tangible, ambao direct itawafikia Watanzania, wananchi wenyewe. Hapo ndo njia sahihi ya kuweza kuua vyama vya upinzani. Na sio kama hivi mnavyofanya, mnawaua, mnawapiga. Haileti picha nzuri. Sio jambo zuri. Hao wote ni Watanzania. Sio jambo zuri kabisa, likubaliki. Mnamkosea Mungu bure. Haya, mtaingiaje kwenye uchaguzi? Hata chama chenyewe iko chama tawala. Uteuzi wao wa kiongozi wao hauna uhalali. Watu wamelalamika, wameenda mpaka mahakamani. Wengine mpaka leo wanalalamika kwenye vyombo vya habari na mitandao ya kijamii kwamba kiongozi wao hajateuliwa kwa mujibu wa katiba yao. Tunaendaje kwenye uchaguzi kwa staili kama hiyo? Nafasi za ubunge zimekuwa za rushwa. Ndugu jamaa na marafiki ndio wanapewa hizo nafasi. Sasa mtaenda kutengeneza serikali ya aina gani? Wale watu waliochaguliwa na Watanzania wenyewe na wananchi waliopitishwa kwenye kura za maoni, ambao wananchi wanawaamini kwamba ni watu wazuri na watendaji kazi wazuri. Mmewakata. Mmeka watu wetu. Sasa nashangaa mtaenda kutengeneza serikali ya aina gani huko mnapotaka kwenda? Hii ni hatari kwa taifa na haikubaliki. Haikubaliki hata kidogo. Haikubaliki na ivumiliki. Sasa mkuu wangu afande CDF, kwa unyenyekevu mkubwa na heshima kubwa sana ambayo naiweka kwa mkuu wangu. Kwa sasa wewe ndio mtu pekee ulioshika imani kwa wananchi. Na upo kwenye mtego mkubwa sana. Tengeneza faraja imani kwa wananchi.
Hili swala sio la Chadema. Hili swala ni la taifa, umoja na mshikamano na upendo wa taifa letu. Ili tuweze kuendeleza hayo, na kushauri mkuu wangu, zuia uchaguzi. Uchaguzi hauna kibali hata kutoka kwa Mungu. Mkuu wangu Fadisidi, zuia uchaguzi. Kibali kutoka kwa wananchi tayari unacho. Na imani wananchi watakuwa na imani wananchi wanataka, kwa hali tu inavyoonekana kwenye mitandao. Labda mitandao nao ni njia rahisi ya kuweza kupata taarifa, kupata habari. Wananchi wanaandika uchaguzi uzuiwe. Kwa Fadisidi, na kushauri mkuu wangu kwa upendo kabisa na unyenyekevu wa hali ya juu sana, stay positive, zuia uchaguzi. Kibali kutoka kwa Tanzania umepata, zuia uchaguzi, wavushe hapa tulipo. Na kwa hiyo ukifanya hivyo utarudisha imani kubwa kwa wananchi na jeshi, ambao ukweli usiofichika kwamba kuna namna ambayo jeshi letu liliteteleka, kwamba kuna namna ilionekana na ilisiwa kwamba kuna namna inatumika na baadhi ya wanasiasa. Kwa hiyo ukifanya hivi utaweza kurudisha imani ya wanajeshi na wananchi kwenye jeshi lao. Kwa maana jeshi letu lipo kwa ajili ya kulinda katiba na kuwalinda wananchi, na sio kiongozi aliyekuwa madarakani. Mkuu wangu Fadisidi, nasisitiza tena, huu uchaguzi ni wa kihuni, tusikubali kabisa. Tusikubali wauni wachukue hili taifa. Na ndio maana kuna hali ya kulazimisha. Wauni hawa kuna jambo wanataka kulifanya. Tusikubali. Tukifanya hivyo hakika tutakuwa tumeligawa taifa. Na haya mambo sio ya ufisadi ambao tunayaona sasa hivi. Ufisadi, sio uaji, yaani utaongezeka maradufu na wananchi hawatakuwa na la kuongea. Utaongezeka maradufu tukikubali uchaguzi ufanyike. Fadisidi, umeshika matumaini ya Watanzania, zuia uchaguzi. Na haya mambo hata hii kashfa hii ya kuuliwa kwa Magufuli. Tanzania hawa si ndio watumia wenyewe kwanza. Si ndio hawa wanatumia. Sasa just imagine kwamba wamechukua hili taifa. Wamechukua. Nani atachunguza kifo cha Magufuli kama wao wenyewe ndio wanahusika? Nani atarekebisha mikataba ya bandari? Mikataba mbalimbali ikiwemo mkataba wa bandari. Ikiwa wao ndio wamepitisha. Mikataba migodi, makaa ya mawe. Nani ataifuatilia wakati wao ndio wahusika wakuu? Inatia mashaka sana. Nani atafuatilia ukiukwaji wa haki za binadamu? Nani atafuatilia ukiukwaji wa utumiaji vibaya wa ofisi za umma, ikiwemo wao ndio wanahusika, ikiwa kwamba wao ndio wanahusika? Nani atafuatilia? Mkuu wangu Fadisidi, tusipochukua hatua za kuzuia huu uchaguzi, basi tunaenda kupoteza hili taifa na kuwasaliti wa Tanzania. Tusipofanya hivyo, tunaenda kuwasaliti wa Tanzania. Tujiulize kwa nini wanalazimisha na kutumia nguvu kubwa katika huu uchaguzi. Kwa nini wanalazimisha hawa watu? Kuna nini wanaficha ambacho hawataki wa Tanzania wakijue hapo Ikulu? Kuna nini hiki hawa watu wanaficha mpaka walazimishe? Yaani mambo yanaenda tofauti na katiba, wao wanalazimisha tu. Tofauti na sheria za uchaguzi wanalazimisha. Kuna nini? Wanatumia marushwa, wanatumia nguvu kubwa sana mpaka kuua watu. Kuna nini wanaficha? Mkuu, kila siku wananchi wanalia kwa haya yanayoendelea nchini. Wanalia sana. Huko mitandaoni ukipita unaona. Hawana tena mahali pa kukimbilia kupata msaada. Maana kama mahakama yenyewe hawana imani nayo. Na mahakama ipo upande wa tawala. Jeshi la polisi ndio kabisa lipo hivyo, hawaliamini. Na huo ndio ukweli usofichi. Yaani hapa ni kuongea ukweli. Tukitaka kuliponya taifa letu tuongee ukweli. Hawaliamini. Na inasemekana kwamba watekaji wenyewe hao wenyewe ndio wanahusika. Hao jeshi la polisi baadhi yao wanahusika na utekaji. Bunge nalo ndio hivyo. Most of them kule ni chama tawala. Hawaliamini. Kwa sehemu pekee ambayo wananchi wanaiamini ni kwa jeshi lao la wananchi Tanzania. Wananchi wanalia sana mkuu. Wanataka jeshi lao liingilie kati, lichukue nchi, kuweka mambo sawa. Ili mambo na uchaguzi uende vizuri. Sasa kwa nini tusiwasikilize hawa wananchi wetu? Kwa nini tunawapuuza?
Hili ndio jeshi lao, jeshi la wananchi ndio jeshi lao hawa wananchi. Tunataka tuwasikilize. Tusipowasikiliza hao wataenda wapi? Hawa wananchi wataenda wapi tusipowasikiliza? Je, tunataka waingie mtaani wenyewe wakapambanie nchi yao? Kama sisi hatutaki kuwasikiliza wananchi. Na wananchi hao ndio jeshi lao. Kwa hiyo tunataka maana yake ni kwamba tunawataka hao wananchi waingie mtaani wenyewe wakajikomboe, wakachukue nchi yao. Kwa hiyo tunataka hivyo. Mkuu, tusipowasaidia tutakuwa tumefanya usaliti mkubwa sana kwao. Na mimi daima, mimi Captain Tesha, nitakuwa upande wa wananchi. Hili naliongea bila kificho, bila kuogopa mtu yoyote. Nitakuwa upande wa wananchi. Watanzania tambueni, kama jeshi lisipoingilia kati, basi jueni wanajeshi wengi wapo upande wenu. Tambueni hilo. Wanajeshi wengi hawakubaliani na kinachoendelea nchini. Wapo upande wenu. Hakuna kuzuia. Hakuna kuwazuia tena. Nendeni mkadai haki yenu ya kikatiba, wala msogope. Na hakuna kutia huruma tena. Nendeni mkachukue nchi yenu kwa mujibu wa katiba. Maandamano yapo kwa mujibu wa katiba. Na haya mambo hata baba wa taifa aliongea, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Tusikubali wahudi waichukue nchi. Tukiwa wazembe, wapole, wauna utakuja kuwatawala. Kwa hiyo tusikubali. Wananchi mko upande sahihi. Hawa watawala wamewapuuza maoni yenu. Na kama wamepuuza maana yake ni nini? Chukueni haki yenu, tendeni haki yenu. Hakuna kuogopa, hakuna kutia huruma tena. Sana ole wake polisi au mtu yoyote hawazuia wa Tanzania kudai haki yao ya kikatiba. I promise you hutobaki salama. Wewe utakaowazuia wananchi kudai haki yao ya kikatiba, hutobaki salama. Nasema hili wazi bila kificho. Siogopi mtu yoyote. Ngoja niwaambie tu ukweli. Mimi napenda sana kuambia ukweli, hasa katika mambo critical kama haya, mambo ambayo yanahusu nchi. Mimi napenda sana kuongea ukweli. Yaani nyinyi watawala, msijidanganye kwamba mkipuuzia hali hii. Mkipuuzia hali hii kwamba msijidanganye kwamba mambo yataseto. Kama miaka yote ya uchaguzi mambo yanavyokuwa, kwamba watu wa Tanzania wataongea alafu baadaye watasahau, wataliacha. I promise you this time is different. Kwa hali ninavyoiona, this time is different. Hiki kipindi ni tofauti na nyakati nyingine zote. Wazungu wanakuambia, wana kauli yao, wanakuambia what brought you success yesterday does not guarantee victory tomorrow. Njia ambazo ulizozitumia wewe kupata success kipindi kilichopita, usitegemee kwamba ukizitumia njia hizo kwamba zitakupa faida. Hapana, unapotea. Sio hivyo. Haiwezi kawa hivyo siku zote. Sasa I promise you mambo hayatakuwa mazuri. Yatakuwa yatakuwa mabaya zaidi. Life will never be this. Wazungu wanasema life will never be as usual kama mkilazimisha hili. Mimi naona hata wenyewe mnaona kwamba hali ni tofauti. Kama mkilazimisha hili, life will never be as usual in Tanzania. Sure I'm telling you. Yes. Afande Sidef, mimi nakuombea kwa Mungu wa mbinguni katika jina la Yesu Kristo akupe hekima na ufunuo kuyaona haya na kulinusuru taifa. Kwa sababu mimi naamini kwa sasa wewe ndio mtu pekee unaoaminika na Watanzania. Ambao unaweza kuwavusha Watanzania. Wavushe hapa, wape kile kitu wanachokitaka, kwamba wanataka katiba mpya, yasikilizwe maoni ili tuweze kuvuka Watanzania kwa pamoja. Tanzania kwetu wote. Ya Tanzania wote. Kwa nini tunawanyanyasa hawa Tanzania jamani? Haileti picha nzuri. Kwa kweli, haileti picha nzuri. Tunakula kodi zao. Lazima tuwasemee. Swala la pili ya Afande Sidef. Uchunguzi wa kifo cha aliyekuwa rais na amiri jeshi mkuu wetu, askari namba 1, John Pombe Joseph Magufuli. Rais Magufuli alikuwa askari namba 1 na amiri jeshi mkuu. Alikuwa kipenzi cha Watanzania. Kama sio wote basi walikuwa wengi wao, pamoja na askari. Walikuwa wanampenda sana huyu mtu.
na mimi ni mmoja wapo, nampenda sana, nilimpenda sana na still bado nampenda sana huyo mzee. Kipenzi cha Tanzania. Sasa na inawezekana pia hata waliokuwa wanamchukua by that time, kwa sasa hivi inawezekana kuna hali ambayo imeanza kuja kwao, kwamba wanawezekana kwamba wanaona kwamba mtu alikuwa sahihi, kwamba walifanya makosa kumchukia. Na hisi hivyo, na kuna baadhi tayari washa admit. Magufuli aliongoza nchi kwa uzalendo hali ya juu. Hamna mtu asiyejua hilo kwamba huyu mtu aliongoza nchi kwa uzalendo mkubwa sana. Kifo chake kimewahuzunisha watu wengi sana ndani ya nchi na nje ya nchi. Hilo halina ubishi. Na kuna wengine nikiwa mimi Captain Tesha nikiwa ni mmoja wao, sijawahi kabisa kupona maumivu ya kifo chake. Yani mpaka leo sijawahi kupona maumivu ya huyu rais wangu John Pombe Joseph Magufuli. Naona sijui haya maumivu yataisha lini. Sasa kwa hali hiyo tumeweza kusikia taarifa mbalimbali. Of course hizi taarifa tuliweza kuzisikia mwanzoni kabisa kipindi cha kifo chake. Mimi nilisikia hizi taarifa mapema sana. Ile sasa nikawa sina taarifa, sina uhakika nazo. Nilizisikia kutoka Kenya na hawa mabloggers, YouTubers, mabloggers walisema baadhi yao kwamba Magufuli ameuliwa na Kikwete. Kuna baadhi yenu hisi hizo taarifa mtakuwa mmezipata. Hamna kuficha vitu hapa. Kuna baadhi yenu na hisi hata hizi taarifa mtakuwa mmezipata mwanzoni kabisa baada ya kifo cha Magufuli. Umeona bwana? Sasa tumeweza kusikia taarifa ya kwamba kuna uwezekano kifo kimemsababisha na kupangwa na CCM mtandao. CCM mtandao hao wanaikao kwa watu ambao sio wajua CCM mtandao. Hao ni Kikwete, Rostam Azizi, na marehemu Mungu lazima roho yake malipema peponi Bernard Membe. Hao ndio CCM mtandao ambao wanajulikana. Na wengine ambao hawajulikana. Sasa hivi tunaanzaje kupuuza taarifa za kifo chake? Tunaanzaje kupuuza hizo taarifa za kifo chake? Pamoja na kwamba zilitolewa kwenye vyanzo vingi, lakini mtu kama Humphrey Polepole sio mtu wa kumpuuza hata kidogo. Huyu mtu yani utumishi wake unaeleweka. Ameshika nyadhifa mbalimbali, sehemu tofauti. Na kwa kweli ni mchapakazi kweli. Kweli mimi nampenda huyu mtu kwa uchapakazi wake. Nampenda. Nataka nijifunze baadhi ya vitu, nataka nijifunze kutoka kwake. Ni mtu mzuri sana. Mtu mzuri sana. Sasa tunaanzaje kupuuza taarifa zake? Tunaanzaje kuzipuuza hizo taarifa za Polepole? Hizi taarifa zake haziwezi kupuuzwa hata kidogo. Na rais hata usalama wa taifa wanazo. Polepole ameeleza hata hizi taarifa za kuuliwa kwa Magufuli hizi, usalama wa taifa walikuwa wanazijua. Na hata CCM wenyewe baadhi yao walikuwa wanajua. Na hili sala inanisikitisha sana mimi binafsi. Linanisikitisha sana. Na rais hata wazalendo wengine inawasikitisha kwamba tangu taarifa hizi zimetolewa hakuna hatua yoyote iliyofanyika. Na huyu mheshimiwa Polepole ameeleza vizuri sana kwa ushahidi situation nzima zewe ilivyokuwa ameeleza vizuri tu. Kwamba amiri jeshi mkuu kuna uwezekano ameuawa na wanamtandao. Sasa najiuliza hivi utaratibu wa kupuuza taarifa muhimu kama hizi kwenye taifa letu umeanzia lini? Umeanzia lini kupuuza taarifa ya kifo cha mheshimiwa wetu Magufuli? Umeanzia lini kupuuza taarifa zinatolewa na mtu kama Polepole? Kwa nini mnapuuza? Kwa nini mjafanya uchunguzi mpaka sasa hivi? Hili swala linasikitisha sana na linatia mashaka, na sijui tunaelekea wapi kama taifa. Hivi ni kweli tupo serious kama taifa? Hivi kweli tuna mapenzi mema na taifa letu au tunaigiza uzalendo? Kuna watu wengine wanaigiza uzalendo, yani wao wanaigiza, hawana ule uzalendo kutoka moyoni. Wapo kwa ajili ya maslahi. Hii tabia kuchukulia poa mambo muhimu katika taifa letu limeanza lini? Hili alikubaliki. Watanzania wanataka kifo cha mpendwa wao kichunguzwe. Tena ikipendeza jeshi lenyewe lichunguzwe kifo chake haraka sana bila kuogopa mtu yoyote, na haki itendeke. Hatuwezi kukubali tu mambo yaende hivi hivi tu, yani kwamba mambo ya kwamba okay taarifa ishatolewa kwa tunaacha mambo yaende hivi hivi. Hilo alikubaliki. Naisema hii dhahiri kwa moyo, hilo alikubaliki. Kifo cha Magufuli kichunguzwe. Hatuwezi kuliacha hili swali linapita hivi hivi. Hilo swala haliwezekani, haliwezekani. Lazima tuchunguze. Tena nashauri kwa dhati. Tena
nashauri kwa dhati kabisa moyo wangu na ukweli mtupu, nashauri mtandao wote wakamatwe, waweke ndani haraka bila kumwogopa mtu yoyote, kwa sababu hakuna aliyejua hiyo sheria. Hakuna mtu, mtandao wote waliotajwa na Humphrey Polepole, kwa sababu hata usalama wa taifa hizi taarifa wanazo. Sawa, nani watu wa CCM wa taarifa wanazo juu ya kifo cha Magufuli, kwamba taarifa zilitoka awali kabisa hata kabla Magufuli mwenyewe kuondoka. Hawa watu wakamatwe, hawa CCM mtandao wakamatwe haraka sana, yani haraka iwezekanavyo, wakamatwe waweke ndani. Kikwete na wenzake wote wawekwe ndani, wasije wakakimbia nchi hawa, yani wawaiwe haraka sana, yani nashauri haraka sana. Afande CDF, nakuomba, hii ni muhimu sana, naomba ingilia kati, haki itendeke katika hili. Kifo cha Magufuli kichunguzwe. Sasa ningependa nigusie kitu kimoja. Mwaka 2005 kuna kiongozi mmoja wa kijeshi ilisemekana alilishwa sumu. Kilikuwa kipindi hiki cha mambo ya uchaguzi, kuna kiongozi mmoja wa kijeshi ilisemekana alilishwa sumu, na hii imekuja baada ya yeye, ilisemekana kwamba alikataa, kuna baadhi ya maagizo alikataa, kwamba alilazimishwa au aliambiwa jeshi litumike kwa namna moja au nyingine kuwapa ushindi chama tawala. Ilikuwa mwaka gani? 2015. Na imani baadhi yetu tulikuwa tunakumbuka hii issue iliyotikisa taifa by that time. Na huyu kiongozi alikuwa anapendwa sana na wanajeshi pamoja na raia, walimpenda sana. Sasa mimi nataka muunganishe dot, wa Tanzania wenyewe muunganishe dot. Kuanzia kifo cha Magufuli kwamba aliyekewa sumu, huyu mzee Mangula huyu na ndio wa CCM, mnaweza mkachunguza, na watu wote waliokuwa wapo tofauti kimsimamo au kimawazo na Kikwete wapo wapi mpaka kipindi hiki? Na pia ikiwezekana muweze kuunganisha dot mpaka kipindi cha Nyerere, zeni mtapata majibu, alafu mjiulize huyu mtu ndio mnataka mumrudishe madarakani. Maana hakuna asiyejua, yani kulazimisha hii issue nzima, kulazimisha uchaguzi huu. Kikwete anahusika kwa 100%, hawezi kuepuka hiki. Na hatuwezi kukaa kimya, lazima tuongee ukweli. Najua ukweli ndio unaponya taifa. Anahusika, kwa hiyo yeye anataka ajifichie huko kwamba okay, tukishaingia madarakani hapa kuna baadhi ya uchafu wake utafunikwa. Hii haikubaliki na haiwezekani. Haiwezekani. Samia yupo kwa ajili, Rais Samia yupo kwa ajili ya kunanili, yupo tu, ila watu ambao wapo nyuma yake ni hao kina Kikwete. Huyu mtu adhibitiwe, akamatwe yeye na mtandao wake haraka sana, jibu hizi tuhuma za kifo cha Magufuli. Yani akamatwe haraka sana. Tuwezi kuacha tu mambo hivi. Tukiacha mambo yaendeende hivi tutaharibu taifa. Na mimi siwezi kukubali nikiwa hai kwamba nione taifa langu linaharibikiwa, sipo tayari kwa hiyo. Ushauri wangu wa tatu, Afande CDF, tusikubali hata kidogo wanasiasa kuhusisha jeshi letu na mambo ya siasa. Hili swala mimi sio mtu wa kwanza kulizungumzia, na madhara yake makubwa sana. Wananchi watakosa imani na jeshi lao. Yaani jeshi lishaanza kukaa tu kwamba inaegemea upande wa chama fulani. Vipi sasa wale upande wa chama kingine ambao ni wanajeshi au ambao ni raia watakuwa wanalionaje jeshi lao? Hili jambo sio zuri. Tuliangalia kwa makini. Kuna mambo mengine, kwa mfano kama sijui kuna picha zinazosambaa mitandaoni zikionyesha jeshi lina magari ya kijeshi sijui yametumika, helikopta vikitumika, sijui watu wengine sijui wale kuruta wanaenda kwenye kampeni. Hili jambo ni kama ni kweli, jambo halileti picha nzuri. Haileti picha nzuri kabisa kama ni kweli. Tunaharibu nchi. Sasa vipi sasa, kwa mfano chama kingine kinaomba sasa magari au kinaomba helikopta kwamba okay, kwa sababu mmewasaidia watu fulani na sisi tunaomba mtusaidie. Vipi wakiomba tutawapa?
tutawapa? Okay, je, what next kama tukikataa? Na wao wanaujua ukweli. Haya mambo ndio maana Mwalimu Nyerere na pamoja na Warioba waliyakataa siasa, wanasiasa kulitumia jeshi. Sio kitu kizuri, linagawa, litakuja kugawa taifa vibaya sana. Mimi sikubaliani nao. Sababu madhara yake ni makubwa sana. Tutavunja ule umoja. Tutavunja umoja. Hao wanajeshi hao watakuwa wako hivi, hao watakuwa hivi. Hata imani kwa Tanzania itapungua. Na pia adui anaweza kutumia njia hizo za nyewe kugombana au nyewe kutofautiana. Adui anaweza kutumia njia hizo kutuhujumu. Inatokea sana. Haya mambo tusione haya kuyaongea. Tuyaongee kwa ukweli na kwa moyo mmoja, kwa sababu tukikaa kimya haya mambo yataendelea tu. Hawa watu watahisi kwamba hawa Tanzania hawajui au hawaelewi nini kinachoendelea. Kumbe wanaharibu nchi alafu na nyinyi mnaamua kukaa kimya. Watu wema wakikaa kimya, mabaya yanaendelea kutapakaa, yanaendelea kuenea. Kuna watu wanaojua ukweli alafu wanakaa kimya. Sasa unapofanya hivyo, yani unaruhusu yale mabaya kutembea na mwisho wa siku itakuja kufikia na wewe. Kwa hiyo the best option, wewe unajiona wewe mtu mwema kwamba unaona hiki kitu hawa watu watende haki, ongea. Hata kama huwezi kuchukua action kubwa, wewe ongea. Utasaidia kupunguza yale mabaya. Haya. Ushauri wangu wa 4 kwako CDF. Na uhusiana na swala zima la rasilimali za nchi. Tumesikia kuona taarifa mbalimbali kupitia kwenye vyombo rasmi vya habari na watu mbalimbali ambao wanaaminika, ambao hatuwezi kutilia shaka taarifa zao kwamba rasilimali zetu za taifa zinahujumiwa. Hizi taarifa na imani, hizi taarifa nyingi na imani unazo. Sasa mkuu, haya mambo sio kuwapuuzia hata kidogo. Swala mkataba bandari ambao ndio usalama wa taifa. Bandari ndio usalama wa taifa. Swala migodi. Migodi mbalimbali ya makaa, mawe, dhahabu. Swala Ngorongoro. Naomba na nashauri mkuu wangu liangalie na lifanyie kazi. Watu wa Ngorongoro wapewe haki yao. Tukumbuke haki haipotei. Haki ya watu haipotei. Tutaichelewesha tu lakini haipotei. Maumivu leo nayo watu wa Ngorongoro hayaleti afya kwa taifa hata kidogo. Zaidi ya kuleta laana. Kama tuwatendei haki ya watu, tunaleta laana kwenye taifa. Mtaka muelewe hivyo. Msipowatendea haki watu, taifa litapata laana. Pamoja na wewe kiongozi ambaye unasimamia. Umeshindwa kutenda haki. Hawa watu wa Ngorongoro wana maumivu makubwa sana. Sana. Pia nashauri jeshi lako lipitie mikataba ya tangu Magufuli alipofariki. Nasemekana kuna mikataba mingi imepitishwa hapa ambayo haina manufaa kwa taifa. Mengi. Sasa mimi I'm just think kwamba hii hali kwamba tukiacha iendelee hivi tukiruhusu uchaguzi upite hivi ambao ni wa magumashi. Hivi mikataba nani ataipitia? Nani ataipitia mikataba jamani? Nataka tu uchungu na taifa letu. Hawa watu hawa ambao wako madarakani wanaonekana hawana uchungu kabisa. Na hilo swala halina ubishi. Tuongee ukweli. Hili swala halina ubishi kabisa. Nani ataichunguza sasa hiyo mikataba? Kwa hiyo afande CDF na shauri mikataba yote tangu Magufuli alipofariki mpaka sasa ichunguzwe. Kwa sababu haya mambo tunayoyasikia kwa watu ambao tunawaamini na mitandaoni sio kupuuzia, kwa sababu mitandao ni chanzo pia cha kupata taarifa. Kwa hiyo issue iliyobaki ni kuyafanyia kazi. Kwa hizo taarifa za mitandaoni sio za kupuuzia hata kidogo. Tukikuta tu kwamba tumeuza nchi. Maana tukianza kupuuzia mambo ya mikataba, unaweza kukuta kwamba tumeuza nchi bila kujijua. Na kuanza kuhangaika sio na kodi za bodaboda, sio kodi za mawinga. Kama mawinga nao mtu amemaliza zake chuo, ameamua ajishikize tu kuwa winga eti naye anatakiwa alipe kodi. Huu ndo mwanzo
kuonyesha kwamba rasilimali zetu zimeuzwa. Mnashindwa kusimamia rasilimali vizuri, mnaanza kuhangaika na watoto. Boda mlimbisha kodi ya nini? Winga. Mtu yuko Kariakoo kule anajitafuta, mnataka mumlipishe kodi. Sijui kodi za kufanya biashara mtandaoni, sijui ukiposti nini, sijui mambo ya kodi. Kweli ndio tumefikia huko. Haikubaliki. FANICDF, naomba uione hii hatari. Hii halikubaliki. Kodi za mtandaoni. Yaani mtu anafanya biashara yake, anaposti vitu vyake, nataka muende kumdai kodi. Does not make sense. Hii haina maana kabisa. Hii sio ishara nzuri kwa taifa. Yaani badala ya kuendelea mbele, kurahisisha maisha ya wananchi, sisi tunarudi nyuma na kuzidisha ugumu wa wananchi. Yaani serikali inatakiwa ifanye maendeleo kwa ajili ya kurahisisha maisha ya wananchi. Yaani wananchi wapate unafuu, wajisikie fahari kuishi katika nchi yao. Sasa sisi ndio tunazidi kuwekea ugumu. Haya makodi ambayo hayana ajabu haya yanatoka wapi? Hii inaonyesha tumeshindwa kusimamia rasilimali zetu. Kwa hiyo FANICDF tunashauri rasilimali zichunguzwe. Mimi binafsi sipo tayari kuvumilia haya hata kidogo. Sipo naongea hii kwa moyo wa dhati. Siogopi kitu chochote. Yaani siogopi kitu chochote. Issue kama ya kifo, kufa ndio kitu ambacho siogopi kabisa. Kwa sababu mpaka nimeamua kuwa mwanajeshi, swala la kifo nilikuwa nalijua. Kwa hiyo siogopi. Sipo tayari kuvumilia haya hata kidogo. Baba wa taifa alisema tukiwa wahoga kuyazungumza na kuchukua hatua kwa mambo haya, ipo siku taifa litatawaliwa na wauni. Hii ni kauli aliongea baba wa taifa. Mnaweza mkaiangalia kwenye speech yake. Na baba wa taifa ndio mtu ambaye tunamchukulia kama ni mtu ambaye anatuongoza. Zile speech zake zinatuongoza taifa kuelekea katika sehemu ambayo ni nzuri kimaendeleo. Sasa kama baba wa taifa ameliongea hili, mimi sio mtu wa kwanza. Mimi naishi katika nanili zake, speech zake. Na hiyo dalili, hiyo kauli aliyoongea baba wa taifa kwamba tukiwa hawa wauni wakiachwa, tukiacha mambo bila kuyaongea, mambo mabaya bila kuongea, ipo siku taifa litatumiwa na wauni. Hiyo dalili ni tayari kama imeshaanza kuonekana. Watanzania watakuwa washahidi. Kwa hiyo anaendelea, hii dalili imejidhihirisha. Na ni kweli tunatawaliwa na wauni. Hilo swala hakuna haya kuliongea. Tunatawaliwa na wauni, hawana uzalendo na taifa letu. Mimi sikubali kutawaliwa na wauni. Sasa mkuu wangu FANICDF, na kushauri tuchukue nchi na kuyazuia haya haraka sana. Tuchukue na kuyazuia haya. Kwa maana kama tukiruhusu, basi tutakuwa tumewakosea Watanzania na nchi itakuwa mikononi mwa wauni. Haya tunayoona sasa hivi na hisi yataongezeka mara nyingi sana. Na yote yanaongozwa na Kikwete. Huyu mtu mimi sijui kama ana hofu ya Mungu. Sielewi. Sasa naomba tutafakari mambo fulani. Niwarudishe nyuma kidogo. Kuna jambo moja wa Tanzania huwa tuna tabia ya kusahau. Hasa situation iliyokuwa miaka ya nyuma, hasa kuanzia mwaka 2005 mpaka 2015. Kipindi cha utawala wa Kikwete. Ngoja tukumbushane nchi jinsi ilivyochezewa na Kikwete kwa kashfa za matumizi mabaya ya madaraka, ambaye sasa huyu Kikwete yuko karibu na Samia. Kwa hiyo mtatafakari wenyewe. Haya. Moja, kuna kashfa ya malipo ya nje EPA. Kuanzia mwaka 2005 kwa makadirio tu hapo, ambao mtakuwa na taarifa sahihi, I think mnaweza mkaweka mambo sawa. Kuanzia mwaka 2005 mpaka mwaka 2006, ambapo benki kuu BOT ilihusika. Kiasi cha fedha cha bilioni 133 zilipotezwa. Ambapo kwa taarifa Daudi Balali alihusika. Watu ambao mlikuwepo kipindi hiko na hizi taarifa mlipata. Kuna kashfa Richmond 2006 mpaka 2008, ambapo Edward Lowassa, Nazir Karamagi na Ibrahimu Msabaha, hawa watu walituhumiwa kwa kashfa hizi. Kuna mabilioni ya pesa mengi hapo yalipotea. Kuna kashfa ya Meremeta, Tan Gold na Deep Green Finance mwaka 2006 mpaka mwaka 2007. Bilioni 155
zilitumika bila uwazi. Watu wamebeba hela hapo. Kipindi cha Kikwete alikuwa kiongozi. Kuna kashfa ya rada 2007. Serikali ilinunua rada kutoka Bae. Kampuni inaitwa Bae, I think iko UK. Kwa bei ya juu mno kupitia rushwa. Yaani watu hawa wauni wauni watu wabaya sana. Hawa wauni walipandisha gharama. Yaani hii kampuni ilikuwa inauza gharama ya chini, lakini wauni ambao walipewa wakaenda kufanya manunuzi ya rada wakapandisha gharama. Karibia bilioni 60, waliongezea bilioni 60. Kwenye ununuzi wa hii rada kutoka UK. Sasa kwa bahati nzuri serikali baada ya kufuatilia zile fedha ziliweza kurudishwa na serikali ya Uingereza, bilioni 60. Naona mambo hayo. Haya. Kashfa ya makaa ya mawe ya Kiwila Coal Mine kuanzia mwaka 2008. Mgodi uliuzwa kwa kampuni inayohusishwa na viongozi wa juu kwa wakati huo, ambaye alikuwa Edwin Lowassa na Daniel Yona. Mabilioni ya shilingi ya ununuzi wa mgodi wa mikopo. Yaani hawa inaonekana walinunua mgodi. Walinunua mgodi kwa gharama, walifanya hujuma kununua mgodi kwa gharama ya chini. Hujuma hizo. Kuna kashfa nyingine ya shirika la ndege la Tanzania ATCL 2008 mpaka 2010. Mabilioni ya pesa ya hasara kwa shirika. ATCL iliingia mkataba mbovu na South Africa Airways. Pia mikataba ya kukodisha ndege kwa gharama kubwa. Unaona mambo haya. Kashfa ya TTCL na ZTE mwaka 2008 2010, ambapo TTCL iliingia mkataba na kampuni ya Kichina uliokuwa na gharama kubwa na usio na faida kwa taifa. Kiasi cha fedha bilioni 70 zilipotea. Kashfa nyingine ni kashfa ya bandari na TICS 2010 mpaka 2015. Mamia ya bilioni yalikuwa yanapotea kila mwaka juu ya rushwa, upotevu wa mapato, mikataba mibovu kati ya TPA na waendeshaji binafsi wa bandari. Kashfa nyingine ni kashfa ya gesi ya Mtwara 2012 mpaka 2013. Rushwa ya mabilioni ya dola yalifanyika kwenye mkataba. Hii ilipelekea maandamano makubwa Mtwara na baadhi ya watu kupoteza maisha. Kashfa nyingine ni kashfa ya Tegeta Escrow 2014, mitambo ya umeme IPTL PA. Fedha zilikuwa katika account ya escrow ya benki kuu, zilichukuliwa na kugawiwa kwa watu binafsi, makampuni na viongozi wa kisiasa. Kuna viongozi hapa waliokuwepo kwenye hii kashfa, kuna Sospeter Muhongo na viongozi wengine walihusika. Kashfa NCCF na Kigamboni New City 2012-2014. NCCF iliwekeza katika mradi mikubwa ya ujenzi ikiwemo mradi wa Kigamboni New City bila uwazi na kwa gharama kubwa. Billions of money zilipotea kwenye hii kashfa. Kashfa nyingine ni kashfa ya bandari ambao wengi wenu, bandari ya Bagamoyo ambao wengi wenu mlisikia. Hizo ni kashfa kubwa. Ingawa zipo nyingi, lakini hizi ni baadhi. Hizi ni kubwa ambazo zilikuwa kipindi cha utawala wa Kikwete. Huyo mtu ambaye sasa hivi yupo karibu sasa na Rais Samia. Pia kuna kashfa ndogo za kipindi hicho. Kuna manunuzi ya magari ya mawaziri na viongozi, magari ya kifahari 2006 mpaka 2011. Yaani kuna magari ya kifahari yalinunuliwa ya mawaziri na viongozi kwa wakati huo. Kuna ubadhirifu katika miradi ya maji ya vijijini mwaka 2009 mpaka 2013. Baadhi ya miradi ilipokea fedha nyingi lakini haikukamilika. Hili swala hata Magufuli aliliongelea. Mikopo yenye utata kupitia benki za serikali kama TIB na benki ya kilimo, na baadhi walionufaika walikuwa wana ushawishi kisiasa. Yaani wanasiasa walijinufaisha kupata mikopo kwenye hizo benki. Ufisadi katika mikataba ya ujenzi wa barabara na madaraja. Gharama zilikuwa zikipandishwa kiholela. Kashfa ya manunuzi ya sare za jeshi la polisi. Angela Kiziga alihusika. Sasa hizo ni kashfa ambazo zilikuwa kipindi
cha Kikwete, huyu mtu ambaye yuko sasa hivi yuko na Mama Samia, yuko karibu naye sana. Nadhani mnaweza mkawa na picha fulani. Sasa basi, kwa baadhi ya watu ambao mlikuwa mmesahau haya na ambao mlikuwa hamjapata akili, hii ndio awamu ambayo Kikwete alikuwa kiongozi. Na kashfa nyingi hapo mtandaoni, na kashfa nyingi hapo wana mtandao walihusika kwenye hizo kashfa hizo. Kwa hiyo mnaweza kutafakari wenyewe na kupata majibu kwa hizi kashfa. Tena hizi ni chache, zipo nyingi sana. Kashfa za awamu ya 6 ambazo kipindi cha mama, na imani mmezisikia. Mmezisikia, nyingine mmezishuhudia na mnaziona mpaka wakati huu. Kashfa za mama. Tusifiche mambo. Unajua tukitaka kuponya taifa, mimi kila siku mimi nitakuwa naongea. Tukitaka kuponya taifa, tuongee ukweli. Ukweli unaponya taifa. Hamna kuficha mambo hapa. Nilikula kiapo cha kusema ukweli. Mimi nitasema ukweli, hata kama unawaumiza, nitasema ukweli. Kashfa za awamu ya 6 mnazisikia kila siku zinapostiwa. Pole mheshimiwa pole. Tena pole anajitahidi sana kueleza Watanzania. Mimi yani, hebu msikilizeni huyo mtu. Huyo mtu anawasaidia. Msikilizeni. Ameeleza makashfa nyingi, mama mfisadi ya mtoto wa nani? Mtoto wa rais. Yaani mtoto wa rais tulitegemea uwe mfano kwa vijana wa Tanzania. Kuwa mtu ambaye una tabia nzuri. Una mwelekeo mzuri. Lakini mtoto wa kiongozi ndio anakuwa mtu mwenye kashfa. Haileti picha nzuri kwa taifa, na ni aibu. Ni aibu kwa mheshimiwa rais mtoto wako kuwa na kashfa. Ni aibu. Aibu sana. Hizo kashfa za awamu ya 6 mnazijua na zimeelezwa na Polepole na wanaharakati wazalendo. Kuna wanaharakati wazalendo sana wa taifa hili. Wanajaribu kuibua mambo kwa lengo la kuwafahamisha, kuwafungua macho wananchi, muelewe kwamba mjue nchi yenu inaendea wapi. Wamejitahidi sana hawa wazalendo. Wanatoa taarifa mbalimbali na taarifa hizo nyingi zina ukweli. Nyingi zina ukweli. Unaona hata kwenye masuala ya uongozi mambo tu yanaenda ovyo ovyo. Yaani kipindi hiki mambo yanaenda ovyo ovyo. Mambo hayaeleweki, ni kama nchi haina kiongozi. Lazima tuongee ukweli, hamna kuficha hapa. Rushwa kila sehemu, yani rushwa zimetapakaa. Hivi mradi mdogo kama ule wa mwendo kasi ule. Mwendo kasi. Kweli ndio kufikia stage hii. Watu wanapita kwa kuingia madirishani. Watu wanajaa mpaka unakaa juu. Ni kweli? Kweli tunalipeleka wapi hili taifa? Kitu kidogo kama mradi ule wa mwendo kasi tunashindwa kumanage. Je, standard gauge hii tutaiweza hii? Na wasiwasi na tunapoelekea sio pazuri. Kweli. Na mimi nitaendelea kuongea ukweli. Nitaendelea kuongea ukweli daima. Kwa hiyo nataka mwajue, umjue huyo Kikwete ni mtu aina gani. Ambao mnamtetea baadhi yenu. Nataka mumjue kipindi chake alifanya mambo gani. Hawa watu hawafai kabisa. Hawana uzalendo wala uchungu na Tanzania. Nyie ambao mpo gizani mpaka sasa hivi hamuyaoni haya. Naomba kwa Mungu mpate ufunuo tu muweze kuyaona haya. Ushauri wangu 5 kwa CDF. Afande CDF, na kuomba kwa hekima kabisa, watu wafuatao waweze kukamatwa, wapelekwe kwenye vyombo vya sheria juu ya tuhuma zinazowakabili. Watu hao ni huyu mtoto wa Kikwete, mtoto wa Samia Abdul Kikwete mwenyewe, rais mstaafu Rostam Aziz, Angela Kiziga, na huyu mkurugenzi wa usalama wa taifa Mumba. Wakamatwe haraka sana kabla ya kukimbia nchi kujibu tuhuma zinazowakabili. Yaani hili swala tusione haya. Kama tupo upande wa haki, tusione haya kuzungumzia hivi vitu. Hawa watu wakamatwe. Wameharibu sana hili taifa. Hatuwezi kuacha watu wachache wachafue na kuharibu taifa. Haiwezekani. Wakamatwe haraka sana bila kuogopa wala kuonea haya. Hawa watu sio kuacha hata kidogo.
hawawezi kuepuka mkono wa sheria. Sio watu kuacha. Kwa haya yanayoendelea hawawezi kuepuka mkono wa sheria. Na hii inaonyesha ndio maana wanalazimisha uchaguzi. Ili wafiche uchafu wao. Inabidi tulifikirie hili swala. Kwa nini hawa watu wanaficha, wanalazimisha sana uchaguzi? Kuna vitu ambazo wanavificha. Je, na sisi tumekubaliana kuna hivyo vitu wanavyovificha kwamba tumekubaliana kwamba tuviache tu? Tunalipeleka wapi taifa? Na shauri mkuu, hawa kabla ya kukimbia nchi, wakamatwe haraka sana, waekwe kwenye vyombo vya sheria. Sio watu kuacha hata kidogo. Wanalazimisha uchaguzi. Kuna vitu ambavyo wanavificha hawa. Haiwezekani. Haiwezekani kabisa. Na hakuna uchaguzi. Hakuna uchaguzi wa namna hii. Hakuna uchaguzi. Tukiwaruhusu hawa watu wafanye huu uchaguzi ambao hauna haki wala kibali kwa Mungu, tunaenda kulipoteza taifa. Na tusije kusema kwamba tusije kumlaumiana baadaye. Tusije kulaumiana. Hakuna uchaguzi wa namna hii. Hakuna. Mimi wajibu wangu ni kuwalinda Watanzania. Na kuwalinda Watanzania nitawalinda kwa namna nyingi. Nitawalinda kwa njia ya kuongea, nitawalinda kwa njia ya silaha pale inapobidi. Nipo tayari kwa hilo kwa sababu ndicho kiopo changu. Na najisikia faraja kuwalinda hao Watanzania. Yaani ni faraja kubwa sana. Kubwa sana. Nawapenda sana. Mkuu, nasisitiza tena. Na sio kwamba nakupa amri, na shauri. Hawa watu wakamatwe haraka sana. Hili swala halitopita daima mpaka haki itendeke. Nchi gani tunakubali kusumbuliwa na kikundi cha watu wachache wasioitakia mema nchi? Yaani kikundi cha watu wachache kisichozidi hata 20 kinasumbua watu almost milioni 60. Kweli tunakubali kusumbuliwa na watu na wanajeshi na tukiwemo humo? Mimi sikubali. Hao watu wakamatwe ili turudishe imani kwa taifa na uwajibikaji. Maana walishazoea kwamba wana Tanzania wanaongea alafu watasahau. Hili swala halitosahaulika milele na milele. Mpaka kieleweke. Na hata kama imetokea mmeniua mimi, na imani wao watu wengine wataendelea kuongea. Kwa sababu mnaweza mkatafakari kama mnahangaika na watu ambao wanaongea ukweli, afu mnawaua tangu mlipoanza hivyo vitu vya kuwaua watu mpaka leo hii. Vipi mmefanikiwa? Lazima tuongee ukweli, hamna kufichana hapa. Mlifanikiwa? Kwa mimi nitaongea, mkiniua watakuja watu wengine kuongea. Mpaka kieleweke. Haki lazima itendeke hapa. Nyerere alishasema tukikaa kizembe wauni watakuja kututawala. Mimi sikubali kutawaliwa na muone. Sasa kwa FANCDF naomba niliweke ili swala niliweke, niwe mkweli katika swala hili. Na wanajeshi wenzangu wazalendo kweli. Naomba niliweke ili swala liwe open kwenu. Tusipokuwa makini, jeshi letu litakuja kutekwa na wanasiasa. Hii inakuwa mwazi kabisa, sincere. Kama ilivyotekwa mahakama, jeshi la polisi, usalama, na iona hatari jeshi letu nalo kuja kutekwa na wanasiasa. Na tusidanganye kwamba kwetu halitotokea. Hiyo inawezekana na dalili zishaonekana. Lakini this time itakuwa tofauti na miaka yote. Hawa watu wamefanya maovu mengi sana. Hawa kina Kikwete, Rostam, Samia, wametumiwa kwa mambo mengi sana, maovu na mazito kweli kwa taifa hili. Hivi unahisi watakaa kizembe? Watakaa kizembe tu. Lazima walazimishe kwa uchaguzi. Lazima walazimishe. Kwani tunadhani kwamba hatujui au wanadhani kwamba hawajui hatari ambayo iko mbele yao kwa yote waliyofanya? Jeshi pekee ndio sehemu iliyobaki kwa hao kujihakikishia usalama wa kudumu. I promise, kama hawa watu wakiingia madarakani, na jeshi letu ndio litakuwa mwisho wake, kwa sababu watahakikisha wanalikamata jeshi kama walivyofanya kwenye vyombo vingine vya ulinzi na usalama. Hili halina ubishi na liongea kwa ukweli. Watalikamata jeshi letu na watafanikiwa. Na hii watafanya ili wapate full protection. Na hapo wananchi na wanajeshi ni uzalendo wa kweli na mapenzi mema katika taifa hili,
mtakuwa hamna pa kwenda kwa kulilia. Lazima tutataka full protection. Kwa sababu kwa uchafu waliofanya lazima watajitahidi by any means wapate full protection. Na sehemu iliyobaki ni jeshini. Kwa lazima lazima watalikamata jeshi. Lazima tukiwaruhusu uchaguzi ufanyike. Uchaguzi huu ufanyike. Lazima watalikamata jeshi. Kama ilivyokuwa polisi na mahakama. Lazima watafanya hivyo. Je, tupo tayari kwamba tunakubali wafanye hivyo? Hawa tuone hii hatari ambayo iko mbele yetu. Narudia tena, jeshi pekee ndio sehemu iliyobaki wao kuhakikisha usalama wao wa kudumu. Hivyo basi watahakikisha wanalikamata effectively. Hawa watu wa FARDC lazima wadhibitiwe haraka sana. Na sio jambo la kupuuzia hili. Ushauri wangu sio jambo la kupuuzia ile FARDC. Hawa watu wadhibitiwe haraka sana. Sio watu wazuri hawa. Sio watu wazuri kabisa. Yaani sio watu wazuri. Sasa wanasiasa wastaafu, wanasheria wastaafu, viongozi wa jeshi wastaafu, viongozi wa dini. Hivi hamuoni hii hatari ambayo iko mbele yetu? Ingawa baadhi yenu mmejitokeza kuongea, lakini wengi wenu bado mpo kimya. Au mnadhani kwamba hili swala haliwahusu? Now I promise you, hii hatari mkikaa kimya, kwa sababu nyinyi mnajiona mko salama, nyinyi viongozi wa staafu na wengine mnaona mnakaa tu kimya, mnajiona mko salama. I promise you, hii hali ikitokea, madhara yake na nyinyi mtakuja kuona baadaye. Lazima itawafikia. Lazima mtawafikia, itawafikia tu. Sasa hivi mnaona kwamba mnakaa kimya, mnaacha tu mambo yanafanyika ovyo ovyo, nyinyi mnakaa kimya. Au mnanufaika na nyinyi? Na washauri viongozi wangu wa staafu, viongozi wa dini, msikae kimya. Taifa linaenda kupotea. Toa kweli katika hili. Msikae kimya, taifa linaenda kupotea. Msikubali uchaguzi ufanyike. Hakuna mchaguzi wa aina hii. Wanalazimisha kwa sababu wanajua mambo yao waliyofanya, uchafu waliofanya. Na ndio maana wanalazimisha sana. Tuongee ukweli. Hakuna kuficha hapa. Kuna swala lingine ambalo mheshimiwa Polepole alizungumzia. Na mimi napenda tu nilisisitizie. Nashauri katika taasisi zote za serikali, vyombo vya ulinzi na usalama, mahakama, bunge, wizara zote, hasa wizara ya fedha, taasisi za usalama wa taifa na sehemu nyinginezo, tunzeni taarifa zote za ushahidi zinazohusu ukiukwaji wa sheria na taratibu za serikali. Kama msipofanya hivyo, time will come, and it very soon, time will come, tutatakiwa mtujibu, tutataka mtujibu wapi zilizopo hizo taarifa. Na hatutakuwa na uvumilivu na mtu yoyote. Sure, I'm telling you. Hatutakuwa na uvumilivu na mtu yoyote. Tunzeni hizo taarifa. Tunzeni taarifa zote za mambo ya rushwa, za mambo za ukiukwaji wa madaraka, uvunjifu wa taratibu, uvunjifu wa sheria. Tunzeni hizo taarifa. Time will come, tutahitaji hizo taarifa. Hatuwezi kuacha mambo yanaenda hivi tu kwenye taifa. Yaani sasa tutakuwa ni taifa la aina gani? Kwamba tuache tu watu wanafanya wanayoyafanya, tuache. Hili halitakuwa ni taifa. Tanzania inaheshimika sana. Sasa watu wachache tusikubali waliharibu taifa letu. Iko kitu hakiwezekani. Hakiwezekani mbinguni na duniani. Pia nashauri wanasiasa na baadhi wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, hebu tuache kutengeneza psychological fear kwa Tanzania. Hayo mambo yashapitwa na wakati. Tuache kutengeneza psychological fear kwa Tanzania, kutisha mara sio kupita mitaani. Hayo mambo yashapitwa na wakati. Tuwe watu wa kisasa, tuwe watu ambao tunafikiria positively. Hayo mambo yashapitwa na wakati. Uwezo kutumia njia hiyo ya miaka yote, kwa sababu ilikusaidia kipindi kile na kipindi hiki, basi kitakusaidia. Tuache. Waache wa Tanzania wafanye mambo yao kwa mujibu wa katiba.
Kama issue ya maandamano ipo kwa mujibu wa sheria na katiba. Waacheni wafanye haki yao. Kwa nini mnatengenezea mazingira ya kuatisha? Hii jambo sio jambo zuri. Na tunavunja katiba mnapofanya hivyo. Maana mkifanya hivyo mnaongozea hasira wa watu. Mwisho wa siku wanakomaa, wanazoea, wanaona kumbe watafanya hivi, kumbe watafanya hivi. Kumbe wanapita mtaani wanananilie. Hebu tubadilike, hili sio jambo zuri, halina afya. Njia pekee ya kutuliza mambo hapa, yani njia pekee, the only way to settle down all the problem ni kufanya mwafaka wa kitaifa. Hiyo ndio njia pekee ambayo itasaidia haya yote kuliko kuatisha. Na watishaji wananchi, watu wenu walipa kodi hawa, wake zenu hawa, wake zenu, wa marafiki zenu, ndugu zenu, wachumba zenu, ndio hawa wako uraiani. Kwa hiyo mnawatisha. Kwa nini mnawatisha? Sio jambo zuri. The only way ni kufanya mwafaka wa kitaifa, kudumisha upendo na amani katika taifa, na sio kuwatisha raia. Mimi sikubaliani nayo, iko kitu na sikipendi. Tunataka tujue pia huu mwaka ni tofauti. Hili swala halihusu chama fulani, eti sio chama cha upinzani. Hapana, hili swala ni la taifa. Tusome alama za nyakati tuone. Hili swala linahusu taifa. Sio swala la Chadema hili swala. Kwa mwaka huu mnabidi muangalie hata nyenye tofauti wa huu mwaka. Watu waalizishwa nao endelea nchini. Mwafaka wa kitaifa unahitajika. Na ningependa niwashauri wa Tanzania, wananchi, sincerely, mpo katika right track. Mnachokifanya au mnachotaka kukifanya, sijui maandamano, mpo sahihi. Mpo sahihi kwa sababu hata baba wa taifa ameliongelea hilo. Kwa mpo katika right track. Mna baraka zote kutoka kwa baba wa taifa, mna baraka zote kutoka kwa Mungu na hata kwangu. Na pia mnataka mtambue kwamba asilimia kubwa ya wanajeshi wapo upande wenu. Wengi hawezi kutoka hadharani kama nilivyotoka mimi, kwa sababu sio ujasiri wa kila mtu ambaye anaweza kufanya hivi. Ila mtambue wanajeshi wengi na askari, hata kwenye polisi huko na sehemu nyingine, wapo upande wenu. Hapo upande wenu kabisa. Na kwa sababu mnachokisimamia ni haki na kinaonekana, basi jua hata baba wa haki ni Mungu wetu, Mungu wa mbinguni, yupo upande wenu. Hakuna kuogopa wala kutia huruma. Hili naliongea kwa msisitizo. Hakuna kuogopa wala kutia huruma. Na ole wake, yani hapa naliongea sasa kwa kumaanisha ole wake polisi au mtu yoyote atakayewazuia wa Tanzania kutimiza haki yao kikatiba. Siku inakuja, I promise you, siku inakuja tutakuuliza kwa nini ulikubali kupokea amri ya kuwazuia hao watu au kuwaua au kuwazuru. Kwa nini ulikubali kufanya hivyo? Najua muamini, lakini siku iko njiani. Hatuwezi kuacha taifa lipotezwe na watu wachache. Iko kitu hakikubali. Hakikubaliki hata kidogo. Hayo mambo 6 yalikuwa ushauri wangu kwa wakuu wangu. Kwa hiyo kama mkiona inafaa kutekeleza, basi itakuwa jambo la heri, itakuwa jambo zuri, kwa sababu lengo ni kulisaidia taifa letu, kuliokoa katika hiki kipindi. Na tusidharau kwamba hakuna hatari. Hatari ipo na ni kubwa sana. Sasa jambo lingine la mwisho, ningependa tu niwashauri wasanii na ma-influencers, wasanii mbalimbali na ma-influencers, vioo vya jamii hao wanajiita. Wasanii, jitahidini mkae upande wa wananchi. Huo ni ushauri ambao nawapa, japo sio wa ulazima sana, ila ningependa niwashauri mkae upande wa wananchi. Jifunzeni kwa wasanii wengine wa nchi nyingine. Matatizo kama haya yakitokea, angalieni woga wanakaa upande gani. Huo ni ushauri wangu wa bure na ni mzuri kabisa. Kama ikiona inafaa, mnaweza mkautekeleza. Ila kama mkiona haifai, pia mnaweza mkauacha. Nimemaliza. Ila kabla ya tarehe 29, Mungu akitupa uhai, nitarudi tena. Kabla ya tarehe 29, na kama kutakuwa hakuna mabadiliko yoyote, nitarudi tena. Lengo ni kuliokoa hili taifa.
tulisaidie. Hatuwezi kukaa kimya. Nitarudi tena kabla ya tarehe 29. Asanteni na watakia wakati mwema. Mungu awabariki sana.